matukio 98 ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yameripotiwa kwa mwezi Februari 2026 ambapo waathirika walikuwa 99. Waathirika wengi walikuwa ni watoto ambao walikuwa waathirika 81 sawa na 81.8, wakifuatiwa na wanawake 17 ambao ni sawa na 17.2 na mwanaume mmoja ambaye ni sawa na 1.0. Miongoni mwa waathirika watoto 81, wasichana walikuwa 66 ambao ni sawa na 81.5 na wavulana walikuwa 15 ambao ni sawa na 18.5. Aina ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yaliyotokea mwezi Februari 2026, tunaona matukio ya kubaka yalikuwa ni 48 ambayo ni sawa na 41.4. Kulawiti au kunajis matukio yalikuwa ni 11 ambayo ni sawa na 9.5. Kuingilia kinyume na maumbile matukio 5 ambayo ni sawa na 4.3. Kutorosha matukio 7 ambayo ni sawa na 6.0. Lugha ya matusi matukio 12 ambayo ni sawa na 10.3. Shambulio la aibu au kukashifu matukio yalikuwa ni 11 ambayo ni sawa na 9.5. Kuingilia maharimu, kutoa mimba, kumpa na kupokea ujauzito pamoja na usumbufu wa kingono lilikuwa tukio moja kwa kila aina ya tukio ambayo yamechukua 0.9 kwa kila aina ya tukio, na matukio yote tumeona yalikuwa ni matukio 98. Idadi ya matukio ya udhalilishaji kwa mwezi yamepungua kwa 13.3 na kufikia matukio 98 kwa mwezi Februari 2026 ikilinganishwa na matukio 113 yaliyoripotiwa mwezi Januari 2026. Matukio yaliyoripotiwa kuongezeka kwa mwezi Februari 2026 ni matukio ya kulawiti au kunajis, kuingilia maharimu, kutoa mimba, kumpa na kupokea ujauzito pamoja na usumbufu wa kingono. Idadi ya matukio ya udhalilishaji kwa mwaka yamepungua kwa 8.4 na kufikia matukio 98 kwa mwezi Februari 2026 kutoka matukio 107 yaliyoripotiwa mwezi Februari 2025. Matukio mengi yameripotiwa kupungua mwezi Februari 2026 ikilinganishwa na mwezi Februari 2025 isipokuwa matukio ya kulawiti au kunajis, lugha ya matusi, kuingilia maharimu, kutoa mimba pamoja na usumbufu wa kingono. Kwa upande wa wilaya zinazoongoza kwa matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia mwezi Februari 2026, wilaya Magharibi A ndio imeripotiwa kuwa na matukio mengi ambayo ni matukio 21 sawa na 21.4, ikifuatia wilaya ya Mjini ambayo imeripotiwa na matukio 18 ambayo ni sawa na 18.4. Wilaya Kusini na Mkoani zimeripotiwa kuwa na idadi ndogo ya matukio kwa mwezi Februari 2026 ambazo zilikuwa na matukio mawili ambayo ni sawa na 2.0 ya matukio yote yaliyoripotiwa kwa kila wilaya. Wilaya Magharibi B imeripotiwa kuwa na idadi kubwa ya matukio ya kubaka ikilinganishwa na wilaya nyingine ambapo jumla ya matukio ya kubaka 9 sawa na 18.8 ya matukio yote yaliyoripotiwa ya kubaka. Kati ya matukio 48 yaliyoripotiwa ya kubaka kwa mwezi Februari 2026, matukio 5 ambayo ni sawa na 10.4 yameripotiwa kwa wanawake na matukio 43 yameripotiwa kwa wasichana ambayo ni sawa na 89.6. Idadi ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa watoto kwa umri na aina ya matukio na jinsi kwa mwezi Februari 2026, tunaona umri kuanzia miaka 0 hadi 5 kulikuwa na matukio 5 ambayo wasichana yalikuwa ni matukio 3 na wavulana yalikuwa ni matukio 2. Miaka 6 hadi 10 kulikuwa na matukio 10 ambapo wasichana kulikuwa na matukio
6 na kwa wavulana kulikuwa na matukio 4. Miaka 11 hadi 14 kulikuwa na matukio 15, ambapo kwa wasichana kulikuwa na matukio 13 na kwa wavulana kulikuwa na matukio 2, na miaka 15 hadi 17 kulikuwa na matukio 44 kwa wasichana na matukio 7 kwa wavulana. Idadi ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa watu wazima kwa umri na aina ya matukio na jinsi kwa mwezi Februari 2026. Tunaona miaka 18 hadi 24 kulikuwa na matukio 12, ambapo wanawake walikuwa ni 11 na mwanaume alikuwa ni mmoja. Miaka 25 hadi 35 kulikuwa na matukio 4 kwa wanawake. Miaka 36 hadi 45 kulikuwa na matukio 2 kwa wanawake, na matukio yote kwa watu wazima yalikuwa ni 17 kwa wanawake na 1 kwa mwanaume. Idadi ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa sehemu yaliyotokea mwezi Februari 2026. Tunaona nyumbani kwa mtuhumiwa kulikuwa na matukio 54, nyumbani kwa mwathirika kulikuwa na matukio 15, sehemu nyingine kulikuwa na matukio 11, majumba mabovu kulikuwa na matukio 10, vichakani kulikuwa na matukio 8, na nyumba za wageni au rafiki kulikuwa na tukio 1. Aina ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia na hatua zilizochukuliwa kwa mwezi Februari 2026. Matukio 86 kati ya matukio yote 98 yaliyoripotiwa yapo chini ya upelelezi wa Jeshi la Polisi. Matukio haya ni sawa na 87.8% ya matukio yote yaliyoripotiwa. Aidha, matukio 8 yamepelekwa afisi ya mkurugenzi mashtaka ambayo ni sawa na 8.2%. Matukio mawili yamefungwa ambayo ni sawa na 2.0%, na matukio 2 yapo mahakamani ambayo ni sawa na 2.0%. Aina ya watu waliofanya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi Februari 2026. Tunaona wapenzi walikuwa ni 30, jirani walikuwa 27, watu wasiojulikana walikuwa ni 24, watu wengine walikuwa 16, baba wa kambo mmoja na mwalimu wa skuli mmoja. Muda uliotokea matukio kwa mwezi Februari 2026, tunaona muda kuanzia saa 12:01 hadi saa 3 usiku ndipo matukio mengi yameripotiwa, ambapo yameripotiwa matukio 48. Kwa upande wa majalada ya makosa ya udhalilishaji yaliyopokelewa afisi ya mkurugenzi mashtaka kwa mwezi Februari 2026, tunaona jumla ya majalada 52 yamepokelewa afisi ya mkurugenzi mashtaka ambayo yanahusisha makosa 55. Mkoa wa Mjini Magharibi ndio umepokelewa majalada mengi zaidi, ambapo yamepokelewa majalada 31 yanayohusisha makosa 34, ikifuatia Kusini Pemba ambapo yamepokelewa majalada 10 yanayohusisha makosa 10, ikifuatia Kusini Unguja ambapo yamepokelewa majalada 4 yanayohusisha makosa 4, ikifuatia Kaskazini Pemba ambayo yamepokelewa majalada 4 ambayo yanahusisha makosa 4, na Kaskazini Unguja ambapo yamepokelewa majalada 3 yanayohusisha makosa 3. Majalada ya makosa ya udhalilishaji yaliyopokelewa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka kwa mkoa pamoja na hatua kwa mwezi Februari 2026, tunaona kati ya majalada 52 yaliyopokelewa, majalada 10 ndiyo yameruhusiwa kwenda mahakamani, majalada 8 yamependekezwa kufungwa, majalada 15 yamerudi polisi kwa upelelezi, na majalada 19 bado hayajatolewa uamuzi. Idadi ya makosa ya udhalilishaji yaliyopokelewa afisi ya mkurugenzi mashtaka kwa mkoa na aina ya makosa kwa mwezi Februari 2026, tunaona kati ya makosa 55 yaliyoripotiwa, makosa 3 yalikuwa ni ya kutorosha, makosa 27 ni ya kubaka,
Kosa moja ni la kumuingilia maharimu. Makosa 7 ni ya kulawiti. Makosa 10 ni ya shambulio la aibu au kukashifu. Makosa 5 ni kuingilia kinyume na maumbile. Kosa moja ni uzinifu. Takwimu za udhalilishaji zilizofunguliwa katika Mahakama ya Udhalilishaji Zanzibar kwa mwezi Februari 2026, tunaona jumla ya mashauri 18 yamepokelewa katika mahakama na ambayo yanahusisha makosa 20. Mkoa wa Mjini Magharibi ndio umepokelewa mashauri mengi ambayo ni mashauri 13 ambayo yanahusisha makosa 15. Mkoa wa Kaskazini Unguja umepokelewa mashauri 3 ambayo yanahusisha makosa 3, na mkoa wa Kusini Pemba umepokelewa mashauri 2 ambayo yanahusisha makosa 2. Kati ya mashauri yote 18 yaliyofunguliwa katika mahakama za udhalilishaji Zanzibar, mashauri yote bado yanaendelea. Idadi ya makosa ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yaliyopokelewa kimkoa kwa mwezi Februari 2026, tunaona makosa ya kubaka yalikuwa ni 7, jaribio la kubaka kulikuwa na kosa 1, kuingilia kinyume na maumbile kulikuwa na kosa 1, kulawiti kulikuwa na kosa 1, jaribio la kulawiti kulikuwa na kosa 1, shambulio la aibu kulikuwa na makosa 3, kubaka na kuingilia kinyume na maumbile kulikuwa na makosa 2, kulawiti na shambulio la aibu kulikuwa na makosa 2, na kubaka mgonjwa wa akili kulikuwa na makosa 2.